Kwa majina naitwa Steven Saroni Molel, diwani wa kata ya Ngaiti. Tunashukuru sana serikali. Hii mradi wa maji wa Darakuta Tuminjingu ni ya miaka mingi toka mwaka 80. Lakini hatimaye serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan wametuletea fedha. Nianze kwa shukurani kwa kuanza kushukuru serikali toka 2020. Ametuletea pesa, ameleta bilioni 6 kwa ajili ya mradi ya Mayoka Tuminjingu. Isitoshe akaleta bilioni 16 kwa ajili ya mradi wa Darakuta Tuminjingu. Ni muda mrefu, lakini hatimaye leo tunapoongea serikali imeshafikisha maji kwenye tengi. Iko kwenye utaratibu wa kusupply kwa wananchi. Rai yangu na kwa wananchi wa kata ya Ngaiti kuweza kuilinda mradi, lakini pia kuishukuru serikali. Tunaishukuru serikali ya Mama Samia kwa kuweza kuleta huduma mkubwa wa maji hii ambayo ndio suluhisho la maji katika kata ya Ngaiti. Kata ya Ngaiti na takriban wananchi 22,000. Kuna hifadhi, kuna viwanda, kuna kembu mbalimbali ambayo wanakuja kuchota maji. Tunahudumia sekta ya utalii. Kwa hiyo ni wanakuja kupata maji safi na salama kwa wananchi wote. Ukweli ni kwamba kwa sasa serikali ya Mama Samia kupitia Wizara ya Maji na kupitia BAWASA wametuletea maji ambayo ni ya uhakika, wananchi watakunywa, na baadaye wananchi wa kata ya Ngaiti upatikanaji wa maji ulikuwa ngumu. Tunapata kwenye visima, tunakunywa mabwawa. Yani tulikuwa tuna asa na mpaka wananchi wakapata asa, kwa sababu zile visima tunapochimba ina fluoride, mpaka wengine tumepata ulemavu. Wengine wamepata ulemavu kwa ajili ya maji haya ambayo ina fluoride ya magadi. Kwa sababu sehemu yetu ni nyanda kame na ina fluoride ya magadi kwa sababu ya ziwa. Imetuletea hasa nyingi, lakini kwa leo hii maji ya Darakuta Tuminjingu pamoja na viunga vingine vilivyounganishwa itakwenda kutoa suluhisho ya maji katika vizazi vyetu. Kwa majina yangu ninaitwa Samuel Jonas Lomboi, ni mwenyekiti wa kijiji cha Olasiti. Kipekee mimi nishukuru Mwenyezi Mungu ambao wametupatia na kibali ya kuonana siku ya leo, na pia Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuilinda uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiukweli kabla hatujapata maji, wananchi wa kata ya Ngaiti hasa kijiji cha Olasiti nikizungumzia, walikuwa wanapata adha kubwa sana ya maji kwa kutumia maji ambayo sio salama kwenye madimbwi ambao wanyama wanatumia na binadamu wanatumia. Baadaye ni katika harakati ya kuchimba visima ambao pia ina magadi ambao ina fluoride nyingi. Katika usafi ule maji wa visima fluoride ni 90%. 10% ndio maji masafi, lakini tunakunywa hivyo hivyo na magonjwa, maambukizi mengine mengi mpaka ulemavu ipo. Lakini kwa sasa tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutufanikishia tukapata maji hii ya Darakuta Tuminjingu. Imefika, tunayo kama inavyoonekana kwenye tengi, na kwa kweli wananchi walifurahia kwa sababu baada ya kufikishwa hapa ilimwagika kwanza. Wananchi wakanywa maji takriban miezi 2 bure tu kwa kuifurahia. Majina yangu naitwa Maria Lucas Chambia, ni mama mwenyekiti wa Baraza la Haki la Uongozi la Wakina Mama hapa Olasiti, kijiji chetu cha Olasiti. Kwanza kabisa nimshukuru Mama Samia kwa kutuletea haya maji ambayo hayatakaa yakakatika. Tuna imani hayatakaa yakakatika, yatakuwa ni maji endelevu na ni maji mazuri na salama. Ashukuriwe sana Mungu, na Mungu aendelee kumtunza Mama Samia, aendelee kutukumbuka wakina mama. Kwa historia ya hapa kijijini kwetu, kweli tunasema wakina mama tulipata shida sana kwa ajili ya kutafuta maji, na haswa hata ndoo nyingi zilikuwa
haribika, kwa sababu mama anatoka saa 9 ya usiku kukimbilia huko kwenye visima virefu vya kupampu maji, na maji yenyewe ni magumu kuyapata, na hatimaye ukirudi nyumbani mzee amekasirika kwa sababu ni usiku umemwacha, na mpaka asubuhi ile unavyorudi sio asubuhi ya kawaida, ni saa 4 saa 5 ndio mama anaonekana nyumbani. Lakini tunamshukuru mama kwa sababu ametutua ndoo kichwani, na Mungu aendelee kumbariki mama, aendelee kuangalia na wamama wengine ambao bado hawajafanikiwa kupata haya maji. Kwa sababu kweli kijiji chetu cha Olasiti tulipata shida sana, na hata ukiwaangalia wamama, hata ule ubora wa mama kwa usafi wa mazingira ilikuwa hakuna. Mama ni mchafu kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwa sababu anapoenda kuleta maji, hiyo ni ndoo moja ameibeba kichwani. Akifika hapa nyumbani, je, yale maji aogee yeye, aogee bwana, aogee mtoto, apikie chakula, na bado afue nguo za mtoto kwenda shule. Haya kidhi haja ya maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo unakuta masaa mengi wakina mama tuko kama vumbi tu. Lakini kwa sasa na imani kwamba kwanza mazingira ya kina mama yatakaa vizuri, maana mama na maji ni sawasawa na mama na mtoto. Tunashukuru sana kwa mazingira haya ya kutuletea maji, na Mungu ambariki Mama Samia na uongozi kwa ujumla kuanzia kijiji mpaka kule juu. Kwa majina naitwa Lembris Zakaria Makau. Tangu nikiwa kijana tulikuwa tunasubiri maji, lakini leo ndoto yetu imefikia, jambo la kumshukuru Mungu. Lakini kubwa tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama, kwa sababu yeye ndiye amehitimisha ndoto yetu. Vile vile tunawashukuru mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na viongozi wote wa wilaya Babati kwa jitihada zao walizoonyesha mpaka tukapata maji. Leo ukiamka asubuhi hutakuwa na wazo la kuwaza maji, unawaza shughuli zingine kuliko maji, kwa sababu wakina mama walikuwa wanachota maji kwenye mashimo na maji sio salama. Lakini leo tunaona maji salama tunapata, jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo huu mradi ina umri wa mtu mzima, ni siku nyingi, miaka 80 mpaka leo. Sisi tukiwa vijana, leo tumekuwa wazee. Lakini na mimi binafsi namshukuru Mungu kwa sababu nimeiona ile ndoto, bado niko hai. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu. Kwa majina naitwa Lembris Zakaria Makau. Tangu nikiwa kijana tulikuwa tunasubiri maji, lakini leo ndoto yetu imefikia, jambo la kumshukuru Mungu. Lakini kubwa tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama, kwa sababu yeye ndiye amehitimisha ndoto yetu. Vile vile tunawashukuru mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na viongozi wote wa wilaya Babati kwa jitihada zao walizoonyesha mpaka tukapata maji. Leo ukiamka asubuhi hutakuwa na wazo la kuwaza maji, unawaza shughuli zingine kuliko maji, kwa sababu wakina mama walikuwa wanachota maji kwenye mashimo na maji sio salama. Lakini leo tunaona maji salama tunapata, jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo huu mradi ina umri wa mtu mzima, ni siku nyingi, miaka 80 mpaka leo. Sisi tukiwa vijana, leo tumekuwa wazee. Lakini na mimi binafsi namshukuru Mungu kwa sababu nimeiona ile ndoto, bado niko hai. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo tumefurahi sana. Ushauri kwa watu wa Bawasa, wahakikishe maji yanapatikana masaa yote. Ile tabia ya kuweka mgao na maji ni mengi yaachwe. Maji yaachiliwe free, watu wanywe, kwa sababu watu wakishapata maji ya kutosha, hata yule tabia ya kuchezea maji haitakuwepo tena, kwa sababu maji yao hawatagombania. Kwa hiyo ushauri kwa watu wa Bawasa na watendaji wetu wanaosimamia mradi huu, na shauri kwamba walinde miundombinu yote na sheria zitungwe ya kusimamia hizi miundombinu, na watu waheshimu kulima maeneo ambayo bomba zimepita ili matrekta asikate bomba. Hiyo ndio nashauri, kwamba kila mmoja aheshimu na sheria ziwepo na zisimamiwe. Kwa kweli tuko tayari kufuta maji ndani. Mimi ingekuwa ni akili yangu itafuatwa, tungefunga hizi vituo vyote vya public, kila mtu afute maji kupeleka wapi? Nyumbani kwake, ili maji sije kapasua mabomba, kwa sababu maji ni mengi, akatumia kule nyumbani kwake. Mimi naitwa Chief Lobulu, mimi ni kiongozi wa Malaigwanani. Nashukuru sana Mama Samia kutuletea maji. Huwa sisi tunapata shida sana ya maji. Nashukuru Mama Samia na mbunge wetu Silo
kwa kazi nzuri pamoja na diwani wetu kwa kazi nzuri aliyefanya. Umaskini inatoka sisi Wamasai. Tunaiomba Mheshimiwa mbunge pamoja na diwani akiwepo Mama Samia akiweka nguvu yake, maji tufikie kijijini, kwa sababu bado maji haijafika kijijini, lakini tayari tumeshaiona maji kwamba umaskini inatutoka. Kwa hiyo tunaishukuru sana mbunge wetu pamoja na diwani akiwepo Mama Samia wa kipaumbele sana, kwa sababu ndio alipasisha hii mambo yote mpaka sisi kijijini tukapata maji. Yaani mimi nimefurahi sana, ndio maana nimewashukuru hao viongozi wote, kwa sababu sisi Wamasai wamama wanaweka ndoo lita 20 kwenye kichwa kwenda kwenye maji, na anakwenda masaa 3. Mama ambaye hana punda inabidi aende na kichwa mpaka kurudi baadaye kupika, kumwambia hata apike chakula hawezi tena, kwa sababu ametoka na maji akiwa na maji ya kiu sana. Yaani tunafurahi sana, tunapenda hata maji hiyo imeshafika kijijini. Itufikie sisi, maana tuko mbali sana, tuko karibu na Tarangire na utalii unapita hapa. Sasa tumeshaona utalii unavyopita hapa, tumeshaona matunda, maana maji imeanza kutufikia na tunasikia kwamba barabara hii itatengenezwa. Ile vumbi ambayo ilikuwa inatuumiza, tunakosa hata maji ya kuogea, itakuwa imetusaidia sana hizo vumbi ambayo ilikuwa inatungia kwenye vifua. Ukipigwa hata na vumbi, ukienda nyumbani unaweza kuoga ukapata maji ya kuogea. Tunaiomba sana serikali ikiweza kutuwekea sehemu ya kuwekea vinyesheo, bomba ambayo tunaweza tukafungulia maji, ng'ombe wanaweza kupata maji kwa urahisi. Ng'ombe zetu zitaanza hata kunenepa, kwa sababu tunaswagaga sehemu kubwa sana kwa ajili ya kupelekea sehemu ya kupatia maji ya kunywa. Kwenda kuchimba maji chini, kama mtu ambaye huna uwezo wa kuweza kununua generator, unatafuta watu 3 wa kuwalipa ili waweze kurushia ng'ombe maji. Mimi naitwa Chifu Lobulu. Jina la kwanza naitwa Lobulu Leteiva, lakini hiyo chifu kwa sababu mimi ni kiongozi. Mimi naitwa Chifu Lobulu Leteiva. Laigwanani. Ashanali. Kwa majina naitwa Idi Azidi Msuya, mkurugenzi mtendaji BAWASA. Katika wiki hii ya maji tunahakikisha wananchi wa kata ya Nkaiti zaidi ya 35,000 wanapata huduma ya maji safi na salama baada ya kukamilisha mradi wa Darakuta Minjingu. Niseme tu tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa kutoa shilingi bilioni 16 kutekeleza mradi wa Darakuta Minjingu. Niseme kuwa mradi ule utakuwa ni mkombozi mkubwa sana, kwa sababu wale wananchi hawajawahi kupata maji safi na salama. Kwa jina naitwa Engineer Rashid Charani, ni meneja huduma kwa wateja kutoka mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Babati. Wiki ya maji kwa kifupi kabisa tutaanza kutoa huduma rasmi, kwa maana sasa maji haya kutoka Darakuta kuja hapa tutayafungulia rasmi kwenda kwenye distribution network ya hapa Nkaiti, na tutaanza kuunganishia wananchi, kwa sababu wananchi wapo baadhi wana miundombinu na vile vituo vyote vilivyokuwepo ambavyo vilikuwa vina changamoto ya maji vyote tutahakikisha vinatoa maji, lakini tutatoa wito sasa kwa wananchi wa kata ya Nkaiti kuvuta maji majumbani kwao, na tutakuwa na ofa maalum ya maunganisho mapya ambayo mwananchi atalipia vifaa vyake pekee na tutamuunganishia maji. Na kama ilivyo utaratibu wa BAWASA miaka yote, mwananchi anapoomba huduma ya maji tunahakikisha ndani ya wiki moja aliyelipia maji tunamhudumia kwa haraka kwa kadri itakavyowezekana.